Bwana Thomas Tuchel, kocha wa Uingereza, baada ya kumalizika kwa mchezo wa robo fainali kati ya Norway dhidi ya Uingereza, alizungumza kwamba walikuwa na bahati kwenye mchezo huo, kwa namna ambavyo Norway walicheza. Kushinda ule mchezo ilikuwa ni bahati, lakini komenti yake ilikuja kuzua gumzo baada ya kiungo Jude Bellingham ambaye alifunga mabao mawili kwenye huo mchezo kuzungumza kwamba haikuwa rahisi kushindana na wachezaji bora zaidi kama Martin Odegaard na Erling Braut Haaland ambao walikuwa na kiwango bora sana. Kwa hiyo pengine kwa Thomas Tuchel ilikuwa ni kawaida, lakini kwa upande wao ilikuwa ni changamoto kubwa sana kukabiliana na aina ile ya wachezaji. Baadaye Thomas Tuchel alikuja kuzungumza kwamba ilikuwa tu ni walikuwa wanatafuta namna yoyote ile ili waweze kushinda ule mchezo, lakini hawakucheza vizuri zaidi kwenye ule mchezo. Yaani shida sio kwamba wachezaji sio wazuri au hawakuwa na mchezo mzuri, lakini hawakucheza kama ambavyo alitarajia. Lakini moja kati ya stori kubwa ni namna ambavyo Jude Bellingham amekuwa na kiwango bora sana, mpaka baadhi ya watu kuona kwamba ni miongoni mwa kiungo ambaye anaweza kuwa greatest kwa Uingereza. Yaani kwa wachezaji ambao walifanya zaidi kwenye taifa la Uingereza, ni miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa na historia ya kipekee zaidi. Wakati anaanza soka lake kwenye klabu ya Birmingham, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana. Kutolewa kwenye academy ya Birmingham mpaka senior team, sehemu ambayo alifanya vizuri sana na kuvutia zaidi ya vilabu. Manchester United, lakini pia Borussia Dortmund ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa sehemu ya scout ya Jude Bellingham. Lakini baada ya kufanyiwa scout, Borussia Dortmund ndo walifika dau kwa Jude Bellingham. Lakini kilichotokea ni kwamba Jude Bellingham aligoma kusaini moja kwa moja, kwa sababu ukiwa sehemu ya academy huruhusiwi kusaini professional contract mpaka ufikie umri fulani hivi ambao unaruhusiwa. Kwa hiyo kilichofanyika, Birmingham walimueleza Jude Bellingham kile ambacho kimeletwa pale na Borussia Dortmund. Jude Bellingham, to be honest, kwa sababu Birmingham walikuwa wanapitia nyakati ngumu sana financial, alichokifanya ni kusubiri mpaka afikie umri ambao anaruhusiwa kusaini professional contract. Baada ya kusaini professional contract, akaruhusiwa kujiunga na Borussia Dortmund ambao walitoa mzigo, lakini Birmingham waliweka kipengele kwamba kama atafanya vizuri zaidi na kuuzwa, kwa hiyo bado tutafaidika. Baada ya Jude Bellingham kukubali kusubiri kwa muda fulani ili asaini professional contract, hii iliwafanya Birmingham kustaafisha jezi ya Jude Bellingham, kitu ambacho wengi walikikosoa kwa sababu hakuwa legend. Alicheza msimu mmoja tu na senior timu ya Birmingham, lakini anastaafisha jezi yake. Kwa nini? Ni kwa sababu heshima ambayo aliwapa Birmingham baada ya kuondoka kwenye klabu hiyo. Alihakikisha kwamba klabu inapata fedha, inaingiza fedha kupitia yeye, kwa sababu ilihakikisha inamlea vizuri mpaka anafikia level hiyo ya kutakiwa. Dili lake kutoka Borussia Dortmund kwenda pale Real Madrid liliongeza mzigo kwa Birmingham kupitia kile kipengele ambacho walikiweka. Kuanzia hapo ni level ambayo imeendelea kukua kwa Jude Bellingham. Anaenda kwenye kombe la dunia msimu huu, anafikia hatua ya quarter final, anaisaidia Uingereza kufika nusu finali baada ya kushinda mabao mawili kwenye mchezo dhidi ya Norway. Greatest of all time ambaye amefanya makubwa sana Jude Bellingham, kwenye level ambayo wengine hawakufikiri kama angefanya hivyo, kwa sababu wakati ambao wanaenda kwenye michuano ya kombe la dunia alikuwa anatoka kwenye injury. Wengi walikuwa wanadoubt kiwango chake, lakini amekuja kurealize kile ambacho alikuwa nacho. Mimi naitwa Zingo, hii ni World Sports 14.